billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Kama kawaida tunaendelea na vipindi vyetu vya kuelimishana namna gani ya kuishi sisi na wenzi wetu. Kama tulivyoona vipindi vya awali, ndoa ni taasisi kubwa, ndoa ni taasisi ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni taasisi kongwe, lakini kidogo kunakuwa na kutokuelewana, lakini mara nyingi inachangiwa na tuna mtindo tofauti wa mawasiliano, lakini pia tuna tabia tofauti. Sasa leo katika kipindi chetu tutaangalia namna gani mwanamke anaweza akauteka moyo wa mume, na vipi pia na mwanaume anaweza akauteka moyo wa mke. Kwa sababu ya maumbile yetu tofauti, basi hata matendo yetu yako tofauti. Mwanaume ili auteke moyo wa mke wake, wanawake wengi waliokuwa katika ndoa hawahitaji mambo ya thamani sana makubwa, wanahitaji mambo madogo sana. Na wakati mwingine baadhi ya wanaume kuto kulijua hili, huwa wanalalamika kwamba kitu gani anakosa, kila anachokihitaji nampatia, lakini kuna kitu ambacho wanawake wanakitaka na wala hakina thamani, isipokuwa baadhi hatuna ufahamu huo. Mwanamke anahitaji vitu viwili katika ndoa. Baada ya kuwa mahitaji ya kuishi physiological needs kukamilika, basi kuna mahitaji mengine muhimu mwanamke anahitaji. Jambo moja liwepo, jambo moja lisiwepo. Mwanamke ambacho isiwepo kitu kinaitwa physical abuse. Physical abuse ni kushambuliwa au kufanya mambo kwa kulazimishwa. Hii ni physical abuse. Mtu anatakiwa afanye jambo akiwa na ile motisha ya ndani. Kwa hiyo mwanamke, physical abuse, kumshambulia au kumlazimisha mambo ayatende. Physical abuse ima kumpiga na vitu vingine ambavyo vinaathiri mwili wake. Kwa hiki akihitajiki. Mwanaume kama ameweza kujidhibiti kitu hiki, basi kitu kingine kinahitajika. Kitu cha pili ni emotional security. Mwanamke anahitaji emotional security. Emotional security ni mwanamke anakuwa na hisia ya kupendwa, kuthaminiwa, lakini pia hana woga kwamba akitenda kosa ima ataachwa au yatatokea mambo mengine ambayo si sawa. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa ajiamini kwa mume wake kwa kupata emotional security. Na emotional security ni sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza, emotional security ni asishambuliwe kwa maneno, lakini emotional security mwanamke anahitaji kusikilizwa, yani active listening. Si kila jambo mwanamke analileta kwa mumewe anataka suluhu, hapana. Mambo mengine mwanamke anataka kusikilizwa, lakini pia mwanamke anataka umuelewe. Baadhi ya wanaume huwa wanataka kujua mwanamke, lakini wanawake huwa wanapenda kuelewa. Yani mwanamke anataka umuelewe, usimjue. Maana yake nini? Hata kama amefanya jambo kinyume ambalo alileti sio zuri, basi badala ya kuchukua action moja kwa moja, unatakiwa uelewe hisia zake nyuma ya tukio lile, kulikuwa kuna hisia gani. Kwa hiyo hapa unatakiwa umuelewe. Kwa hiyo
emotional security mwanaume akiwa ameifanya ameimarisha, basi mwanamke hapa unakuwa tayari moyo wake umeshauteka. Kwa hiyo epuka kumfanyia mwanamke physical abuse na mfanyie mwanamke emotional security. Hivi vitu viwili, kimoja kikikosekana, cha pili kikipatikana, wanawake walio wengi katika ndoa wanahitaji haya mambo, wanahitaji vitu hivi, ni vya msingi sana kuvizingatia. Lakini pia mwanamke namna gani atauteka moyo wa mume wake? Wanaume wameumbwa na hormone, katika zile hormone, sex hormones, ambayo kwa mwanamke kiwango kikubwa ni estrogen. Homoni hii kwa mwanamke inamfanya awe na tabia ya utulivu, lakini pia kuandaa mwili wake kwa ajili ya uzazi. Lakini mwanaume na yeye ana testosterone. Homoni hii kwa mwanaume inamfanya awe na tabia ya ushupavu, lakini pia testosterone kwa mwanaume inamfanya awe aggressive, mwanamume anakuwa mchokozi. Na mara nyingi wanaume wanakuwa wachokozi au washari katika sehemu kama tatu. Sehemu ya kwanza, potential mate. Mwanaume siku zote hakubali kumpoteza mwenza wake. Lakini sehemu ya pili, territory aggression. Mwanamume anapenda kulinda himaya yake. Lakini sehemu ya tatu ni food resources, vile vyanzo vya riski. Mwanaume siku zote anapambana kwa ajili ya kutafuta riski kwa ajili ya familia yake. Kwa hiyo haya maeneo matatu, ikitokea kuna mtu anamtishia, basi mwanaume anakuwa aggressive. Lakini pia mwanaume anakuwa aggressive pale ambapo atahisi heshima yake inashushwa. Hapa mwanamume atakuwa aggressive. Maana yake mwanaume atakuwa mchokozi au atakuwa mshari. Kwa hiyo mwanamke asije akachokoza eneo hili ambalo mwanaume atahisi ile heshima yake inapotea au inashushwa. Hapa mwanaume atakuwa aggressive. Kwa hiyo mwanamke amsome mwanaume katika kitu gani mwanaume anatafsiri kama heshima yake inashushwa, hapo asifanye. Lakini kingine, mwanamke afanye kitu kinaitwa soft power. Soft power ni nguvu ya ushawishi, lakini ushawishi wa namna nzuri. Na sera hii hata Marekani, nchi ya Amerika mara nyingi inatumia soft power kwa kufanya mambo mbalimbali, sera mbalimbali. Sasa katika soft power kwa mwanamke ni mambo makuu mawili. Soft power kwanza kabisa ni persuasion, ile ushawishi. Mwanamke awe na ushawishi, na ushawishi maana yake asitumie nguvu kushinda hoja yake, kwa sababu akitumia nguvu mwanaume anakuwa kwake ni tishio. Lakini jambo la pili mwanamke anatakiwa katika soft power ni attraction. Mwanamke awe na mvuto, na ubongo wa mwanaume umejengwa katika kuvutiwa, visual stimulation. Kwa mwanamke awe na attraction, aimarishe muonekano wake mara kwa mara awe anaubadilisha. Hata miongoni mwa vitu ambavyo wanaume tunatakiwa tuoe, Mungu anasema fankihu ma taba lakum minan nisai, oweni katika wale mnaowapenda. Ma taba lakum, katika kile ambacho kinawavutia. Kwa hiyo mwanamke akitaka kuteka moyo wa mume wake, basi imarishe soft power. Soft power ni ushawishi, lakini cha pili ni kuwa na mvuto, attraction. Maana yake ni persuasion na attraction. Hivi vitu mwanaume vile akiviimarisha na mwanamke akiimarisha hivi, basi ndoa inakuwa nyepesi na ndoa inakuwa ni uwanja wa kustarehe, uwanja wa kupeana faraja, sio uwanja wa vurugu na mengineyo. Allah subhanahu wa ta'ala akipenda tutaendelea tena
kupata vipindi mbalimbali ili tuone wapi tunapishana, turekebishe ili twende sambamba. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.